Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena siku njema ya leo lundi le 29 Desembre 2025. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari mbichi za siku ya leo tutawapeleka ndani ya teritwari ya Uvira kwenye mapigano yanaendelea kukaribia mji wa Uvira. FARDC na wazalendo wanaendelea kusonga mbele ndani ya vilima vya Kigogo Katongo. Tutawaambia mengi kuhusu mapigano hayo yanayoendelea ndani ya teritwari ya Uvira. Upande mwingine tutawapeleka ndani ya Masisi kwenye waasi wa M23 walipigwa, wengine wakakamatwa mateka, na video iko hapo kabisa, tutaiwapa wakati walikuwa wamekamatwa mateka waasi wa M23. Vijana wazalendo walirekipere maposition mengi ndani ya Masisi, tutayawaambia yote huko. Pande mwingine ndani ya Sud Kivu wanajeshi wengi wa wazalendo wapya walifika hapo kutoka mji wa Kalemi. Wanajeshi hao walionekana ndani ya mji wa Baraka wakielekea kwenye shamba la vita kusaidia wengine wazalendo ambao wako kuvita wakipigana na waasi wa M23. Donc ni renfort za wazalendo ambazo zilifika. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Msisahau kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre pale mu description, kuko linki hiyo, kisha gusa hapo kwenye titre utapata hiyo linki. Uguse kwenye linki hiyo na utakuwa umejiunga na grupe yetu ya WhatsApp. Utakuwa unapata habari zetu zote kwa wakati. Bila kukawia, tufungue ukurasa wetu wa habari, na kama unataka kufahamu kinachoendelea kabisa mashariki mwa nchi ya Kongo, kuwa nami mwanzo hadi mwisho utaelewa. Habari zetu mbichi tutazianzia mu teritwari ya Masisi kwenye M23 ilipigwa na wazalendo, na kabla ya hapo tutawapeleka Uvira. Ndani ya Masisi vijana wazalendo wa Generale Bonaneja Marie wanaitwa ASNDH, ile njo grupe ya wazalendo ambayo ilipiga M23 mu teritwari ya Masisi siku ya jana. Waasi wa M23 baada ya kupigwa mwa mapozisio tofauti ndani ya Masisi walikuwa mudebandade kabisa, wakakimbia maeneo tofauti. Waasi wa M23 walipigwa ndani ya miti mingi ndani ya Kahundu pamoja na Katoi, wakakimbia. Ilikuwa mapigano ambayo ilianza asubuhi mapema siku ya jana. Wazalendo waliatakia M23 ndani ya maeneo haya matatu alafua, wakapigana na hawa waasi baada ya masaa masita na wako movita pale. Waasi wa M23 wakazidiwa nguvu, ndipo walifukuzwa ndani ya maeneo hayo matatu. Miti mingi Kahundu na Katoi kwa sasa ziko rekipere. Wazalendo ndio ambao wanakalia eneo hizo tatu. Waasi wa M23 walikimbia maeneo hayo wakaelekea ndani ya vijiji vinavyo elekea Kazinga. Kwengine kwenye walipigwa ni Axe Nguluku. Wazalendo walirekipere tena eneo ya Kasheke pamoja na Kakoka. Mapigano nayo yaliripotiwa hapo siku ya jana. Ni wazalendo tujoro ambao waliatakia waasi wa M23 mu maeneo hayo baada ya kuwaatakia. Mashambulizi ya kaskika sana pale, wakaaji wakaanza kukimbia vijiji vyao kutokana na mapigano hayo makali.
baada ya masaa 4 na wako napigana, wazalendo wakawapiga waasi wa M23 pale Kasheke na Kakoka. Waasi hao wakakimbia, wazalendo wakarekipere eneo hizo. Wakati wazalendo walirekipere maeneo hayo, walikutana population wako waisha kimbia kutokana na vita hivyo, na leo njo waliamka depuis asubuhi na wako na waita wakaaji wareje ndani ya vijiji hivyo, kwa sababu hakuna tena kupigana. Waasi wa M23 waisha fukuzwa hapo. Wazalendo hao wa SNDH wanawaita wakaaji kurejea mu vijiji vyao, wakuje waendelee na maisha ya kawaida, kwa sababu hali ni ya utulivu, hakuna tena mapigano. Waasi wa M23 waisha fukuzwa hapo. Kwa sasa kontrole yote ya vijiji hivyo iko mu mikono ya wazalendo. Wazalendo wa SNDH siku ya jana walisonga mbele sana, na hata waliwakamata wanajeshi wa M23 mateka. Video ndio hii hapa, muifuate. Hapo ni Masisi wakati walikuwa wamewakamata hao wanajeshi mateka, na kusema kwamba waliokufa ni wengi zaidi ya wanajeshi 28. M23 ilipigwa vibaya. Mali yako. Habari yako? Habari yako? Mzuri. Sema unatoka wapi? Unatoka wapi? Vuga mki. Huyu ndio anajua Swahili mzee. Mnatoka Katoi. Mnafika hapa namna gani? Kutoka hapa Movita. Mnafika hapa namna gani? Movita tuko matekwa, tulisha kamatwa matekwa kwa sababu tulisha kamatwa. Mnakuwa mchama gani? Tulikamatiwa jana, tulitoka nani Rumangabo. Ulitoka Rumangabo bakakuleta hapa? Uko M23? Uko M23? Unakamatiwa na banani? Unakamatiwa na nani? Hauyu hata Swahili? Hauyu hata Swahili? C'est vrai. Rwandais, Srendre Force. Nakutana na Ndimbura. Hivi hakufe haya? Hapa ni kwenu? Sasa jinsi tulitoka mafunzo Rumangabo. Ego. Wakatuleta hapa wakati ya vita. Tulikuye tukigane na wazalendo. Tulisha naswa na wazalendo waisha babamba. Ndimbura za General Mutayomba. Niko na nyie na silaha zenu. Mashini gani? Makarasha. Mamaiti hatuwezi tukahesabia. Mmekufa 24 persone. Hivi hamuna haya kweli? Hivi hamuna haya? Huku ni kwenu, mko natafuta nini huku? Sasa kisha bombora. Tunataka tupigane Mupigane na nani? Samani afani. Huyu papa haiwezi zungumuza. Ndio, zungumuza sasa, wewe mnawewe zungumuza. Mnyarwanda huyu. Rwanda, Srendre Force. Kwetu ni Goma. Quartier Majengo. Jinangu mienjo Muhubiri. Okay. Unaonekana hapa kufanya nini? Mimi onekana hapa sababu ya mgomo mubaya. Mnachukia wenzenu, mnatuua bure. Tulifanyaka nini mkongo yetu kusudi mtuue? Sababu hiyo ni kusema ya kwangu ya marefu. Mimi nilikuwa natoka kwa masomo na ni saa 9 na tulichelewa ayo shu kuandika. Sema vizuri, hautakufa usiwe na oga. Si atu wake. Nilikuwa kamie na ule seti mwenye bameua pale. Okay, maiti yake iko hapa pembeni yangu. Tulikuwa kanaye wakitukamata bakitupia pia mugari. Sema vizuri, acha oga.
na muko ndani bengine ni bagarso ba Mugoma. Kumbe na bali anza meeting saa 5 saa 7 meeting ikeisha saa 8 bagarso bakushitoa kenda setuko kuna toka tunashimama pembeni ni ya balabala la tu heke ona gari ti na kwenye tuko inakamata fre wanarukaruka ama kutunasa wakututupia mpaka wapi chanzo. Tulimaliza chanzo miezi 6 kwa mafunzo yao. Wakituleta muti hapa shireyo muti ruki kufikia ruki baketurudisha nyuma pale hali kumutovu. Kufika pale nimefunga pale juma mwezi moja. Endelesha. Nimefunga pale mwezi moja. Ile mwezi moja ile juzi magharibi afande ase yarishe vita nyie amuyaka pigana ako aseho ndikukula kaunga ya bure mnakula mchele le ya bure mara hiyo kesho mnaenda kuvita. Nikisema ndio afande, usubuhi ya jana tunakuya. Na hiyo video nadhani kwamba mmeifuata vizuri, umeona hao wanajeshi waliokamatwa. Mmoja wao anasema kwamba yeye alikuwa Goma, alikamatwa wakati waasi wa M23 walikamataka Goma mwile recrutement par force yao wakawapeleka Rumangabo apres kutoka kunani kwa mafunzo ya hao waasi wa M23, yani kwa formation militaire, wakawabeba kufro na wale walikamatwa pale Masisi. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke ndani ya Sud Kivu, ndani ya territoire ya Uvira. Mapigano makali yanaendelea kuripotiwa ndani ya vijiji na milima ya Kigogo Katongo, pale ni grupema ya Kalulungu. Mapigano kwa sasa yako nasikika ndani ya Kambiba pale njo kwenye mapigano yako na Katongo pamoja na Kigongo. Maeneo hayo yako ndani vilima na mabonde. Ni kwenye route nationale numero 5 ile ambayo inatoka Uvira kielekea mjini Baraka kupitia Makobola, Kasekezi, Swima pale. Na wakati FARDC na wazalendo walirekipera Makobola, waliendeleaka kuwapiganisha wasi wa M23 ndani ya maeneo haya. Siku ya leo asubuhi mapema saa 11 ndipo milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilianza kusikika hapo na kuwaingiza wakaaji wa maeneo hayo ndani ya hali ya sintofahamu, na hata ndani ya mji wa Uvira wakaaji wakawa wako na hofu kubwa na uoga sana kutokana na milipuko ya silaha nzito na nyepesi ambayo wako naisikia mu maeneo hayo ya Kigongo. Vyanzo vyetu kutoka maeneo hayo vinatuambia kwamba FARDC na wazalendo ndio ambao wanaendelea kuwasha moto contre AFC M23 maeneo hayo, wakiendelea kusonga mbele polepole wakiukaribia mji wa Uvira. Wanatuambia kwamba kwa sasa ndani ya milima ambayo wako napigania ndani pale mu Kigongo, Katongo na Kambiba ni kwa sasa kilomita 6 ambazo wako ndani ili waufikie mji wa Uvira kuanzia kuporo ya Kalundu. Wanaendelea kusonga mbele polepole mji wa Uvira ambao mpaka kwa sasa ungali ndani wanajeshi wachache wa M23 wamoja anteni de la police, wengine wakiwa anteni civile. Wanaendelea kurenforcer nao pale kufro Kigongo ili kuzuia FARDC na wazalendo. Inaendelea kukua matata kule kwa sababu offensive ambayo FARDC na wazalendo walilanse iko hatari sana. Wako natumikisha nguvu zote kule ili wasonge mbele wa rekipere mji wa Uvira.
FARDC avec wazalendo wanaendelea kabisa kuwasha moto kule, wakiendelea kusonga mbele pole pole. Kwa sasa mapigano yako nasikika hapo si kilometre ni karibu sana tena sana. Wakati pale Kufro FARDC inaweza kusonga mbele kabisa pamoja na wazalendo, wakati wanaweza wakaendelea kuavanse wakipiga M23, wanaweza wakaukamata mji wa Uvira siku ya leo. Haya na yasema kwa sababu si kilometre, haiko kilomita mingi ambazo kuzitembea inaweza ikawakamata masaa mengi, si kilometre kabisa. Pale mukaenda polipoli ni inere vraiment, mnaweza kuwa mumefika pale kwenye muko naenda kwa sababu ni vita wako na pigana. Haiko kusema wataenda kama wale ambao wako natumikisha njia ya miguu kwa bila vita, pana. Kupigana inakuwaka ni kushambuliana, yani ni ilakuwaka ni mapambano kati ya pande mbili. Wale ambao watawazidi wengine nguvu watasonga mbele, wakati wale watakuwa na wako na kimbia kwa sababu watakuwa wamezidiwa nguvu, ndipo mnaanzaka kusonga mbele. Pour le moment mapigano yanaendelea, FARDC na wazalendo kama siku ya leo wanaweza kuwafukuza wasi hao wa M23 ndani ya maeneo hayo mapozisio yao ya vilima vya Kigongo mule Mukatongo. Wanaweza wakalala ndani ya mji wa Uvira. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu habari za mapigano hayo. Kama kawaida tutakuja kuambia jinsi hali yuko ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Reste connecte, mjiabone ili wakati tunatia habari zetu tu ziwe zinawafikia mkiwa wa kwanza. Habari zetu zinaendelea. Sylvain Ekenge aliwakusanya wenzake mbele Kufro, akasema ya kwamba lazima sote tujiandae na kuondoa aibu tuliyopata kutokana na nchi hii ndogo ya Rwanda. Lazima tupiganie hadi tutakapokomboa maeneo yaliyokaliwa. Sylvain Ekenge akiona jinsi hali ya usalama inaendelea kuzorota mashariki mwa nchi ya Kongo na kuibuka hivi karibuni kwa mapigano ya wasi wa M23 na FARDC na kukamatwa kwa mji wa Uvira, alisema kwamba hali hii si ya kuepukika. Msemaji huyu wa FARDC aliwasi wenzake wasikate tamaa mbele ya Rwanda, akiwakumbusha kiapo chao cha kuitumikia nchi hata kifo. Alisema kwamba najua ninyi ni mashujaa na wenye nguvu. Hali za mara kwa mara, usaliti na makosa fulani huelezea kile tulichopoteza, lakini kwa kujiunga na jeshi tuliahidi kuitumikia nchi yetu kwa kafara ya mwisho na kuwalinda watu hata kwa gharama ya damu yetu. Lazima tupigane na adui huyu, ana silaha na nyinyi pia mko nazo. Ameundwa na wanaume na nyinyi ni wanaume mashujaa. Wamefunzwa na nyinyi pia mmefunzwa. Hakuna tena nafasi katika jeshi letu kwa waoga na watoro. Sote lazima tujiandae na kuiosha aibu hii tuliyopewa na nchi hii ndogo ya Rwanda. Lazima tupigane naye na tupigane naye hadi tutakapokomboa maeneo yote yanayokaliwa ndani ya maeneo ya North Kivu na Sud Kivu. Ni wajibu wetu, wajibu wa kizalendo. Aliyatangaza hayo kwa wanajeshi wa FARDC ambao bado wamekamatwa au kuajiriwa kwa nguvu katika wasi wa M23. Sylvain Ekenge aliwakumbusha kwamba bado wana nafasi ndani ya jeshi la wafuasi. Alisema kwamba pia ninawafikiria wanajeshi waliochukuliwa mateka na kutumwa kama chakula cha mizinga. Miongoni mwa wapiganaji wa M23 tunao wakamata wengi ni wanachama wa zamani wa FARDC waliokamatwa mjini Goma kisha kutumwa kufia mstari wa mbele, huku wengine wakibaki nyuma. Tayari nimesema haya katika jumbe zangu. Nafasi yako bado iko ndani ya vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umeombwa kuacha harakati hii na kurudi chini, na lazima ufanye kila uwezalo kufanikisha hili. Ukitumwa mbele, tumia fursa hii, leta silaha yako au ujisalimishe na uende kwa jeshi la taifa. Kimbia harakati hii ya kigaidi inayokuuza udanganyifu
na ahadi tupu. Umeona ukatili huko Rumangabo na katika kambi zao za mafunzo ambazo ni kambi za mateso halisi. Wengi wamekufa huko na wanaendelea kukutuma ufe. Ikiwa fursa itatokea, ondoka na ujiunge na jeshi la taifa. Alipendekeza haya Major General Sylvain Ekenge. Kama umenifuata vizuri, nadhani ya kwamba haya yote ambayo alitangaza yanaeleweka, na waomba FARDC kuendelea kukua determine kabisa, wapigane na M23 inayosaidiwa na RDF kama tulivyosoma ndani ya tangazo lake. Na anaomba wale wanajeshi walio kamatwa mjini Goma na kupelekwa ndani ya wasi wa M23 kuwa wote wanahitajika kabisa warejee ndani ya FARDC. Habari zetu zinaendelea wakati mapigano yanaendelea huko Kigongo karibu na mji wa Uvira. FARDC na wazalendo wakiwa wanaendelea kufanya uwezekanalo ili warekipere mji wa Uvira. Ndani ya mji wa Baraka kulionekana wanajeshi wapya wa wazalendo ambao wanatokea Kalemi wakiwa wamekuja kujiunga na wazalendo kule ili kupigana na waasi wa AFC M23. Video ndio hii hapa, muifuate. Hawa ni wanajeshi wapya wa kizalendo ambao walikuwa wametokea Kalemi wakifika mjini Baraka wakielekea kwenye shamba la vita kuwapiganisha waasi wa AFC M23 ili kusonga mbele, waendelee kuyarekipere maeneo yanayokaliwa na waasi hawa. Hili ni jeshi kutoka mjini Kalemi naongozwa naye Kanali General Mamadou kutoka mjini Kalemi. Okay. Hii ni jeshi kutoka mjini Kalemi. Wamefika mjini Baraka kabisa wakijiandaa kwenda kwenye mapambano ya vita kule mjini Makobola. Huyu ni Adi Miloge, mnaiona. Okay. Huyu ni Maniga, mnaiona anakipita na radio. Huyu ni Mamadou mwenyewe. Huyu ni Mamadou. Okay. Video hiyo nadhani kwamba nayo mmeifuata. Hao ni wazalendo wanaojitolea kwa kupigania taifa, wanaoendelea kurenforce nao nafasi zao huko kwenye mstari wa mbele, wakiendelea kujiunga na wengine kufro ili wapigane na wasi wa AFC M23. Taarifa zetu zinaendelea, habari zetu mbichi. Tuwapeleke ndani ya Ituri. Ituri siku ya jana kuliripotiwa mapigano makali ndani ya eneo ya Kilo, pale ni territoire ya Jugu. Wanamgambo wa Zaire walipigana na FARDC ndani ya eneo hiyo ya Kilo. Mapigano hayo yalisababisha hata wakaaji kukimbia, na mapigano hayo makali ambayo yaliripotiwa hapo Kilo siku ya jana, FARDC walipigana sana na wale wanamgambo wa Zaire. Hali ikaendelea kukua tete sana maeneo hiyo ya Kilo kutokana na mapigano makali yaliyokuwa yakiripotiwa hapo mpaka siku ya leo. Vyanzo vyetu huko vinasema kwamba hali inaendelea kukua tete sana ndani ya maeneo haya kutokana na mapigano makali yanayoendelea kati ya pande mbili. Kiwakumbusha kwamba Zaire au wanamgambo wa Zaire wanapigana na FARDC hapo Kilo baada ya siku chache tu, na ndani ya Bule kuna ripotiwa mapigano makali kati ya CRP ya Thomas Lubanga na jeshi la FARDC, ambapo CRP ilifanikiwa kukamata eneo ya Bule. Hali ya kiusalama inaendelea kuzorota sana huko mu territoire ya Ituri, kwenye mapigano makali yanaendelea hapa na pale kati ya FARDC na makundi tofauti yenye silaha. Tuendelee na taarifa zetu, tuwaambie kuhusu utekelezaji wa makubaliano ya ushirikiano wa kimkakati kati ya serikali ya Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo tayari yameanza huko, kukiwa na kuanzishwa kwa mifumo mbalimbali iliyoainishwa katika hati hiyo iliyosainiwa chini ya usimamizi wa utawala wa Trump.
Kulingana na naibu waziri mkuu, waziri wa uchumi wa kitaifa na mtiaji saini kwa niaba ya Kongo, kamati ya pamoja ya uongozi tayari imeundwa ikiwa na wawakilishi kutoka kila nchi. Alisema kwamba hatua hii inaambatana na mojawapo ya vifungo vya makubaliano ambayo inaeleza kwamba pande zote lazima ziulishane kwa maandishi kuhusu majina ya viongozi wanaowateua katika kamati ya pamoja ya uendeshaji GSC kabla ya siku 15 baada ya kuanza kutumika kwa makubaliano haya. Chombo hiki cha uongozi kinaundwa na wanachama 10 waliogawanywa sawa kati ya majimbo hayo mawili. Wawakilishi wa Marekani ni pamoja na miongoni mwa wengine wawakilishi kutoka kila moja ya idara zifuatazo: idara ya nchi, hazina, biashara na shirika la fedha la maendeleo la kimataifa la Marekani DFC, pamoja na mwakilishi kutoka kwa shirika teule la Marekani kwa upande wa Kongo. Kamati hiyo inajumuisha wajumbe kutoka uraisi na wizara wa mambo ya nje, uchumi, fedha na mipango. Na nadhani ya kwamba hayo nayo yanasikika kabisa. Asante, hizo ndizo taarifa mbichi ambazo nilikuwa nimewaletea siku ya leo, na waomba kusubscribe, yani kujiabone, mcomment na muzilike habari hizi ziwafikie wengi. Merci beaucoup.